Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Ninachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Nikwambie, baada ya Urusi kukomboa Ilychovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kufikia ukingo wa kaskazini mwa mto Seversk Donetsk, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vitaweza kusonga mbele kuelekea Slavyansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko awali alisema kwamba wanajeshi wa Urusi baada ya kuiteka Ilychovka Aprili 27 wataendelea kusonga mbele karibu na Dibrova, Krivaya Luka na Ilychovka yenyewe. Lengo kuu la kusonga mbele karibu na Ilychovka kwa maoni yake ni kufikia Seversk, ukingo wake wa kaskazini, na kwa kawaida wanajeshi watafanya kazi katika mwelekeo huo ili kuandaa sehemu nzuri ya kusonga mbele kuelekea magharibi na kuelekea makazi ya Slavyansk. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mkoa wa Kharkov na Jamhuri ya Watu Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema vitengo vya kundi la vita kaskazini vilichukua udhibiti wa makazi ya Zelemnyak katika mkoa wa Kharkov kupitia operesheni hai. Na pia jeshi la Ukraine limepata majeruhi takriban 1070 katika vita na vikosi vya Urusi. Hii ni kwenye maeneo yote mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko amesema kwamba jeshi la Urusi baada ya kuchukua udhibiti wa makazi ya Zelemnyak katika mkoa wa Kharkov limesukuma vitengo vya jeshi la Ukraine umbali wa kilomita 2 kutoka mpaka na mkoa wa Belgorod. Kulingana na yeye, kwa kupata mafanikio kwenye mwelekeo wa Kharkov, jeshi la Urusi linaunda eneo la ulinzi kwenye makutano na eneo la mpaka wa Belgorod. Ukombozi wa Zelemnyak ulisukuma vitengo vya wanamgambo wa Ukraine takriban kilomita 2 kutoka mpaka wa jimbo la Urusi, anasema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti kuanzishwa kwa udhibiti wa Zelemnyak katika mkoa wa Kharkov mnamo Aprili 28. Vile vile, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza zaidi ya wanajeshi 8,200 wakiwemo mamluki wa kigeni kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi katika wiki iliyopita, huku kituo cha mapigano cha Urusi kikisababisha majeruhi wengi zaidi katika kipindi hicho. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko aliongeza kuwa katika wiki iliyopita vikosi vya Urusi viliharibu magari matatu ya kubeba mizigo, vifyatuaji viwili vya HIMARS vya MLRS na silaha nyinginezo mbalimbali. Kituo cha nishati kimeharibiwa katika eneo la kaskazini mwa Ukraine la Chernigov. Ratan Hametov, meya wa jiji la Koryukovka, anasema kituo cha nishati kimeharibiwa, usumbufu wa usambazaji wa maji na huduma za simu unawezekana. Meya aliongeza kuwa baadhi ya vituo vya viwanda pia vimepata uharibifu. Onyo la shambulio la anga lilikuwa likitumika kwa eneo hilo mapema Jumatatu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile ukombozi wa Ilynovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk hutoa mbinu za kufikia eneo la mijini huko Konstantinovka kutoka kusini magharibi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wizara ya Ulinzi iliripoti mapema Jumanne kwamba kikosi chake cha mapigano kusini kilikuwa kimeikomboa jamii ya Ilynovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operesheni kali katika saa 24 zilizopita. Ilynovka ilikuwa eneo kubwa la ulinzi la jeshi la Ukraine na ilikombolewa kutokana na operesheni zilizoratibiwa vyema na vitengo vya upelelezi vya Urusi, usaidizi wa mizinga na hatua madhubuti za timu za mifumo isiyo na wanajeshi ambazo zilizuia majaribio yoyote ya adui ya kuleta akiba na kushikilia jamii hiyo, wizara iliripoti. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jengo linalohifadhi tume ya uchaguzi wa eneo katika Jamhuri ya Watu Lugansk limeharibiwa baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine dhidi ya utawala wa eneo hilo. Mmoja mfanyakazi aliyejeruhiwa anasema. Katika mkutano kuhusu masuala ya usalama wakati wa uchaguzi ujao nchini Urusi, Rais Vladimir Putin alionya kwamba hata Ukraine ikikataa kufanya uchaguzi nyumbani itajaribu kuzuia ufanyike Donbas na Novorossiya. Lakini bado haijabainika au haijawekwa wazi ni nani hasa ambaye amefanya tendo hilo. Karibu mamluki wa kigeni 20,000 hadi 25,000 wanapigana pamoja na jeshi la Ukraine. Laurent Briard, mtaalamu na mwanahistoria wa Ufaransa, mwandishi wa habari wa vita wa shirika la waandishi wa habari wa kimataifa anayefanya kazi Donbas, anasema jumla idadi yao inakadiriwa kuwa 20,000 hadi 25,000 kufikia leo. Orodha zangu zinajumuisha wasifu 622 wa mamluki, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema. Wanamgambo wanawasili Ukraine kutoka nchi 107, aliongeza. Vile idadi ya Colombia na Wamarekani kusini wengine wanaoshiriki katika operation za mapigano upande wa jeshi la Ukraine inaongezeka kwa kasi. Mtaalamu
wa jeshi kutoka Ufaransa na mwanahistoria na mwandishi wa habari wa kijeshi Laurent Brelard anayefanya kazi Donbas anasema Brazil imeizidi Marekani, huku wapiganaji wa Anglo-Saxons wakiwasili kwa idadi ndogo tu. Wakati huo idadi ya wa Colombia na wa Marekani kusini wengine inaongezeka kwa kasi. Kulingana na orodha iliyothibitishwa ya wapiganaji wa kigeni iliyokusanywa na mtaalamu huyo, wa Colombia wanashika nafasi ya kwanza na watu 1725. Brazil ni ya pili ikiwa na wapiganaji 631, ikifuatiwa na Marekani ikiwa na wapiganaji 599. Serikali ya Moldova imeimarisha vikwazo vya kuingia kwa raia wa Urusi, hatua ambayo Dmitry Sorokin, mkuu wa kituo cha urafiki na ushirikiano cha Urusi na Moldova, anapendekeza inaweza kuwa na lengo la kuzuia kufichuliwa kwa shughuli za usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine. Akizungumza, Sorokin anasema hatua zinazotekelezwa na Moldova kama vile kuwanyima raia wa Urusi kuingia na kuunda vikwazo kwa harakati zao zinaweza kutazamwa kama juhudi za kuepuka kufichuliwa na kuzuia uvujaji wa taarifa kuhusu usaidizi wa mamlaka Moldova kwa Ukraine. Alisisitiza zaidi uamuzi wa kuhamisha uzalishaji wa ndege zisizo na rubani na mifumo ya vita vya kielektroniki hadi Moldova, ambazo kisha huhamishwa Kiev kwa kisingizio cha misaada ya kibinadamu, kama sababu muhimu inayosababisha sera hizo kali dhidi ya Warusi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile Ukraine imechimba mahandaki katika mpaka wake na Moldova ili kuondoa baadhi ya wanajeshi wake kutoka hapo hadi mstari wa mbele. Naibu waziri mkuu Moldova anasema labda Ukraine imechimba mahandaki katika mpaka wake na eneo la Moldova ili kupata fursa ya kuondoa baadhi ya wanajeshi wake waliotumwa katika sekta hii hadi maeneo ya mapigano yenye shughuli nyingi. Afisa huyo mwandamizi wa Moldova alisema alidai kwamba kundi la wanajeshi wa Urusi huko mpakani na Moldova linatishia usalama wa Moldova na Ukraine, hata kama uwezo wake wa mapigano ni mdogo wala si mkubwa sana kuhitaji kuimarishwa kwa usalama. Hapo awali balozi wa Ukraine nchini Moldova, Pon Rogovey, alisema wanajeshi wa Ukraine wameweka mabomu katika eneo la maandaki ya mpaka wake na Moldova na kuweka vifaa vya ufuatiliaji hapo. Kulingana naye, hatua hiyo inakuja huku Moldova ikishindwa kudhibiti jamhuri inayotambuliwa ya Transnistria, ambapo kundi la uendeshaji la wanajeshi wa Urusi imepangwa kwa ajili ya misheni ya kulinda amani kama walinzi katika vituo vya enzi ya Usovieti huko Kobasna. Vile wanajeshi wa kikosi cha mifumo isiyo na rubani cha Urusi wameshambulia na kuharibu ndege zisizo na rubani 10 za adui, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Baada ya kugunduliwa shabaha ufuatiliwa, mwendeshaji huiongoza ndege isiyo na rubani kwenye njia bora na hufanya ujanja sahihi. Mwisho wa kumnukuu. Malengo hayo yalijumuisha ndege zisizo na rubani za Bulava, Menshak, Leleka 100 na Domaka za Ukraine. Bunge la Ukraine limeidhinisha kuongezwa kwa sheria ya kijeshi nchini Ukraine kwa mara ya 19 kwa siku 90 za ziada kuanzia Mei 4 hadi Agosti 2. Kikao hicho kilirushwa moja kwa moja kwenye channel ya television. Jumla manaibu 315 walipiga kura kuunga mkono hatua hiyo, wakizidi kura 226 zinazohitajika. Hatua inayofuata inahusisha sahihi kutoka kwa spika wa bunge Ruslan Stefanchuk na Volodymyr Zelensky. Sheria ya kijeshi ilitangazwa awali nchini Ukraine mnamo Februari 24, 2022 na imeongezwa mara nyingi tangu wakati huo chini ya vifungu vyake. Uchaguzi wa bunge, urais na wa mitaa kwa sasa umesimamishwa, hali ambayo Zelensky ambaye muhula wake uliisha Mei 20, 2024 anaitumia kwa faida yake, kwa mujibu wa Urusi. Wanajeshi wa Ukraine wanafanya shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye manispaa ya Kamensko Dnipropetrovsk, wakilenga vituo vya umeme, nyumba za kuishi na magari ya abiria. Utawala wa eneo hilo unasema silaha zinazopelekwa Kiev zinaingiza Umoja wa Ulaya katika mgogoro mkubwa zaidi nchini Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov anasema Marekani inapunguza kiwango cha usaidizi kwa utawala wa Kiev, huku nchi za Ulaya zikiongeza usaidizi kwa Ukraine. EU inaingiza katika mgogoro huo zaidi, ikiufadhili na kutoa silaha kwa Kiev, anasema katika mkutano wa wakuu wa ulinzi kutoka nchi za shirikisho la ushirikiano la Shanghai katika mji mkuu wa Kyrgyzstan wa Bishkek. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Glenn Disen, profesa katika chuo kikuu cha kusini mashariki mwa Norway, ameelezea kukerwa kwake na makala ya New York Times ikimuita Volodymyr Zelensky kiongozi wa ulimwengu huru. Kiongozi mpya wa ulimwengu huru ameacha mamlaka yake ya kisiasa, amewakamata wapinzani wa kisiasa, amefuta uchaguzi, amekabidhi mamlaka ya kufanya maamuzi kwa mataifa ya kigeni na kuwapiga marufuku raia wake kuondoka nchini, ameandika. Disney alitabiri kwamba idadi kubwa ya Ukraine watasherehekea siku hiyo
Zelensky anaondoka madarakani. Yeye ni chombo cha mataifa huru, msomi huyo Norway alihitimisha. Wapiganaji wa Urusi wameteka sehemu ya ukanda wa msitu na kupanua eneo lao la udhibiti karibu na makazi ya Grishino katika Jamhuri ya Watu Donetsk licha mashambulizi ya kujibu na vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana naye, mapigano makali yanaendelea karibu na Grishino. Vile duka la Ukrainskaya Pravda la Ukraine limechapisha rekodi za mfanyabiashara Timur Mindich akijadili mikataba ya ulinzi na waziri wa ulinzi wa wakati huo ambaye sasa ni katibu wa baraza la usalama na ulinzi la Ukraine Rustem Umerov, pamoja na mazungumzo na mshirika Volodymyr Zelensky Sergei Shefir kuhusu kukusanya pesa kwa dhamana kwa waziri wa zamani wa Umoja wa Kitaifa Alexei Chenshov, huku vyombo vya habari vya Umerov vikikataa kutoa maoni. Katika rekodi zilizochapishwa, Mindich na Umerov walijadili ufadhili wa uzalishaji wa ndege zisizo na rubani, uwezekano wa mauzo ya 33% ya kampuni na kukubali silaha za mwili ambazo serikali ilikuwa ikikataa. Mindich alionyesha wasiwasi kuhusu mbadala wa Umerov. Tuende kwenye uwanja wa kivita. Vikosi vya mifumo isiyo na rubani vya Urusi vimeshambulia kundi la zimamoto la Ukraine kwa kutumia ndege zisizo na rubani za Kijerumani karibu na Dnipro-Dzerzhinsk katika mkoa wa Dnipropetrovsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na vikosi vya jeshi la Ukraine vimeanza kutumia vituo vipya vya rada visivyojulikana karibu na Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema vita hivi ni lini hasa vitaweza kumalizika na watu wakae kwa amani? Hilo ndo swali ambalo limeendelea. Wanajeshi wa Urusi wamechukua udhibiti wa vijiji viwili mashariki na kaskazini mashariki mwa Ukraine, wakati Kyiv ikisema imefanya mashambulio ya kulenga miundombinu ya nishati ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imefahamisha kwamba vijiji vya Ilinivka na Zelemyansk viko mikononi mwa wanajeshi wake, kwa mujibu wa vituo vya habari vya serikali. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.